Ni za saizi, ndugu zangu, familia ya Dr. Mama Kavumo, ni ule mama wa nguvu za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Siku ya leo ningependa niwape elimu au niwape ufahamu kuhusu ndoto. Napozungumzia ndoto, nazungumzia ni taarifa. Na taarifa hiyo unaweza kuipokea kutoka kwenye mizimu ya asili na jadi, lakini vile vile unaweza kuipokea kutoka kwa malaika. Na mtambue kila binadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu anakuwa na malaika, lakini pia unaweza ukawa na majini, lakini vile vile unaweza ukawa na mizimu ya asili na jadi. Kwa hiyo utambue unapopata ndoto, ni ndoto zinazotoka katika viumbe vya namna hiyo. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, siku ya leo ningependa niwape elimu kuhusu ndoto. Unapopata ndoto uko na mbwa, unatembea ukajikuta Hamadi unakutana na mbwa, lakini mbwa yule unapokutana naye unakuwa huwezi kumkimbia kwa wakati ule wala huwezi kumsogelea, lakini mbwa yule anakuwa anakufuata wewe mpenzi mtazamaji mpaka mbwa yule anakuja kukung'ata. Sasa mbwa yule anapokung'ata unajikuta wewe unakuwa unasikia maumivu na mwisho wa siku unakuwa unaishiwa nguvu. Mpenzi mtazamaji, unapoota ndoto unakutana na mbwa au unaota ndoto mbwa anakufuata kisha mbwa yule akakung'ata katika ndoto, utambue ni mtu wako wa karibu ambaye atakuja atakufanyia tukio kubwa, au ni rafiki yako wa karibu ambaye atakuja atakuzuru au atakusababishia maumivu au atakusababishia hasara katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo unapoota ndoto mbwa anakung'ata, lakini mbwa yule wewe huna uwezo wa kumkimbia au huna uwezo wa kufanya kitu chochote kile, lakini hata unapokutana naye mbwa yule wewe unakuwa hushtuki, lakini unapokutana naye tu moja kwa moja unajikuta mbwa yule anakufuata anakung'ata. Utambue atakaye kuumiza ni rafiki yako wa karibu, ni mtu ambaye umemwamini, ni mtu ambaye anajua mambo yako na siri zako nyingi. Ina maana atatumia vigezo au atatumia madhaifu yako kwa yale ambaye anayajua kuhusu wewe kukuumiza, iwe kazini, iwe nyumbani, iwe ni katika engo yoyote ile, bora atakuumiza. Mpenzi mtazamaji, unapoota ndoto hiyo utambue kwamba utapata maumivu, iwe maumivu ya namna yoyote ile, ila ni rafiki yako wa karibu ndio anaweza kusababisha. Lakini ndoto hiyo mpenzi mtazamaji, unapoota ndoto mbwa, lakini mbwa yule anakuwa anakusindikiza katika safari yako. Huyo mbwa unaota anakusindikiza katika safari yako. Popote unapoenda unakuta unatembea na huyo mbwa. Mpenzi mtazamaji, utambue una ulinzi na una nguvu. Ina maana ule ni ulinzi. Ulinzi ule unakuwa ni mizimu ya asili ya jadi ya kwenu. Kwa hiyo moja kwa moja unapotembea anakuwa ni mlinzi kwako, kuhakikisha uko salama, kukulinda na kukusimamia. Lakini wakati mwingine mbwa huyo unaweza ukakutana naye njia panda. Utambue mbwa huyo unaweza ukakutana naye njia panda, lakini mbwa yule unapokutana naye anakuwa anakuangalia kisha anakufuata unapokwenda. Utambue huyo ni mizimu ya kwenu, lakini utambue kwa nini umekutana naye njia panda. Kwa sababu umesahau kufanya asili na jadi ya kwenu, na ndio maana umekutana naye njiani. Kwa hiyo anakuambia mimi nipo, lakini sasa ili niendelee kuwa na wewe katika himaya yako ni lazima ufate asili, matambiko, utambike, uweze kufanya baadhi ya mila na desturi kwa ajili ya asili ya kwenu, ili ulinzi ule uwe pamoja na wewe. Na mtambue mbwa sio kiumbe kibaya, na mbwa hatumikwi na wachawi. Mbwa mara nyingi ukiona anakuletea ishara, mbwa hatumiwi na wachawi. Mbwa anatumika na mizimu. Mbwa ni kiumbe mzuri na ndio maana tunaishi naye majumbani. Kwa hiyo unapoletewa ishara ya namna hiyo, kutumia mbwa huyo, na mtambue mbwa ni mnyama ambaye ni mlinzi.
Kwa hiyo mbwa kama ni mlinzi, na ndio maana unaona unamuota anakulinda, lakini vile vile mbwa huyo unaweza ukaota anakufuata, anakurukia, anakudandia, anataka ucheze na yeye, anakufuata, analala miguuni kwako. Utambue ni mizimu ambayo inakulinda, inakusimamia, lakini vile vile pia inakupa mafanikio. Ukiona anacheza na wewe, yenyewe inakubariki, inakufungulia milango kwa yale unayoyafanya. Na kama ni mtu unapenda kuota ndoto ya namna hiyo, basi usisahau kumfuga mnyama huyo kwenye nyumba yako. Utapata baraka na mafanikio makubwa sana kupitia huyo mnyama. Kama unapenda kuota ndoto za namna hiyo, unaota mbwa unacheza naye, unaota mbwa anakufuata, unaota mbwa wewe ametangulia mbele, wewe uko nyuma, utambue hiyo ni mizimu ya asili ya jadi ya kwenu. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya ni nini? Unapoota ndoto ya namna hiyo, basi utajaribu kufanya matambiko ya asili ya jadi ya kwenu, au utajaribu kuchoma ubani na kusema baadhi ya maneno kwa ajili ya kukaribisha sasa ile mizimu iweze kukulinda, iweze kukusimamia katika mipango na mambo yako, na kupokea baraka pia kutoka kwenye mizimu. Kwa hiyo siku ya leo naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Kama utahitaji kupata muongozo namna gani ufanye, nini ufanye kuhusu ndoto hiyo, kuna hii ndoto ambayo ukiota mbwa na kung'ata, kwa nini mbwa akung'ate? Na maana ni adui. Adui huyo atatokana na rafiki yako wa ndani, ni mtu wako wa karibu, ni mtu wako ambaye umemwamini, ndiye atakuja kukung'ata. Anapokung'ata ina maana atakuja kukuumiza, atakufanyia vitu vibaya vya kukuumiza, na ndio maana unaota mbwa anakung'ata. Kwa hiyo kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba zangu 0712 94 44 34. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, lakini ni yule mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Lakini kwa unapohitaji ushauri, unahitaji msaada, unahitaji muongozo, unahitaji kupata muongozo, au unahitaji kupata njia ya namna ya kuweza kutoka katika changamoto inayokusumbua, au namna gani unahitaji kutoka hapo ulipo, iwe kimatatizo, iwe kimarazi, iwe kimafanikio, basi usiache kuniomba ushauri, kuwasiliana na mimi kupitia namba yangu ya simu 0712944434. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Lakini msiache kusubscribe channel yetu ya familia Dr. Mama Kavumo. Usiache kusubscribe, usiache kucomment pamoja na kulike. Nasema asanteni sana wapenzi wangu, na wapenda sana wa familia ya Dr. Mama Kavumo. Asanteni sana, karibuni.